swala la mazingira ni swala shirikisho kwa kila mtu. Inahusika pia. Wewe kwa nini unaita mtu mwingine wakati unahusika? Ni sahihi mkuu au sio? Lakini kwa swala la kimamlaka, mamlaka kivipi? Wewe una mamlaka. Wewe jukumu lako ni nini? Jamani, wananchi tusikize, tujifunze pia, si ndio? Ili utende haki lazima umsikilize pia, si ndio? Basi tuambie yeye jukumu lake ni nini? Yaani wewe unakula mshahara kwa kazi ipi? Nashukuru mkuu wa mkoa. Kwangu mimi kama afisa mazingira, swala la kwanza nahakikisha kwamba jiji la kijani. Swala la kijani, jiji kuwa la kijani, kuhakikisha kwamba miti inapatikana ya kutosha na wananchi wanayapanda kwa kutosha. Pia mimi naadili kwenye masuala ya compliance ya miradi yote ambayo itahitaji tathmini athari ya mazingira, EIA, environmental impact assessment and audit, pamoja na masuala mengine yote ya kimazingira zaidi kwenye awareness. Kwa mfano masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, kuwa na kampeni mashuleni kwa ajili ya kujenga vizazi vya leo ili kesho viwe endelevu kwa masuala ya mazingira. Kwa hiyo hii kazi ya mtaro hii na mazingira haya, hii mito na watu kujenga mpaka kwenye mito, kukata miti ni uko nje. Hapana, kama alivyosema kwamba swala la mazingira ni swala shirikishi. Wewe hata shirikishi. Sio wewe, inahusika mkuu. Unahusikaje? Inahusika. Kwa mfano tukiangalia kwenye sheria ya mazingira, imetaja wazi kwamba kuna ile sheria namba 58 kifungu cha kwanza na cha pili kwamba ni mita 60 mwananchi asije ama asiendeshe shughuli zote za wewe unahusikaje? Usisome sheria, wewe unahusikaje? Swala la kutekeleza sheria mkuu. Kwa hiyo hapa sheria imetekelezwa. Kwa hapa mkuu tuna changamoto ya Arusha. Kwa hapa sheria imetekelezwa. Ukiangalia kwa kwenye eneo, maeneo mengi ya Arusha hayajapangwa. Asilimia karibu 80 ya jiji la Arusha halijapangwa na watu wamejenga. Sasa wewe unahusika kwenye mpango miji. Miji huko nipo. Swala la mazingira, swala la mpango. Unaelewa? Sio? Sasa umeelewa kile? Wewe unahusikaje? Mimi nahusika mkuu kwenye swala zima la sheria. Nipanga wewe umeshindwa kusimamia sheria. Kwa sababu kusema mji wote wa Arusha haujapangwa. Na ni kweli. Kwa wewe upo pale kwa ajili ya kuunga mkono kilichofanyika. Hapana mkusungu. Tofauti wewe na hao wenzako ni wapi? Yaani tofauti yako wewe na wenzako kwenye huu mto. Nini? Kwa mfano mkuu, kwa mfano tukiangalia sheria ya mazingira mwaka 2004. Maeneo tofauti yako wewe, tuongelee sheria, tuongelee tofauti yako wewe. Sheria ni jamani, kwa asili moja, si ndio? Ndio. Tofauti si watu wanakuja pale. Wao wanabadilisha sheria. Kwa mfano tulikuwa na mtu anayefahamisha utaratibu wa manunuzi ili tusipate mkandarasi atayewezesha kujenga mifuko. Tumemtoa, tumeweka mtu mwingine, na najua ametoka. Na nimemtoa mimi. Wao uga kama ni chuki atanichukia ili wananchi wa jiji la Arusha wapate maendeleo. Ametoka. Tumeleta mtu mwingine au tumebadilisha sheria? Tumeleta mtu mwingine. Hata leo mtu mwingine na tena zinatangaza na mikataba sasa hivi. Uwajibikaji. Kwa wewe umeshindwa kuwajibika. Kwa hiyo kuna sababu nimeshakukuuliza nimekuuliza eti nimesema sina muulizo umeshindwa kuwajibika, jibu ni ndio au hapana. Sasa kwa nini ndio wapi? hapa nadhani ya usa anaweza kueleza. Wewe sasa mtaala lakini. Kwa hiyo mtaala wewe hapa sasa ndio tunakuuliza usa. Swala la mambo. Kwa mfano kwenye swala wewe una kazi.
kwa mshahara wake. Wewe ni sheria yako na ni mamlaka yako. Alafu ushakwenda kwa mkuu wa wilaya kulalamika kwamba anashindwa kutekeleza kazi kwa sababu ya 1, 2, 3. Ushakuja kwangu bila mwaka sasa hivi mmoja. Kwa ndani ya mwaka mmoja sehemu ya kutembea dakika 2 hujawahi kuja. Sehemu ya kwenda dakika 3 kwa mkoa na hujawahi kwenda kulalamika, unashindwa kutekeleza majukumu yako. Kwa sababu watu wa mipango miji, watu wa ofisa wameshindwa. Maana wewe na wao ni kitu hicho. Hapo nakuuliza wanasema ulizo fulani. Nakuuliza wewe una mchango gani unanisomea sheria? Sheria ni kwa mamlaka nani? Wewe au una? Sheria mkuu imenipa mamlaka kuitekeleza. Kwa hiyo wewe ndio kama mamlaka kuitekeleza. Wakati unawapeleka mahakamani kwa kuvunja sheria uliopewa kusimamia. Labda mkuu kwenye hili ni nyumba usikivu kidogo. Nakuuliza swali. Siamka huko na kupeleka. umekaa muda gani hapa Arusha? Una miaka 6. Basi inatosha. Anayemwakilisha lasi nani hapa? Fanyeni mchakato wa uhamisho. Haya, kila laheri huko utakaopangiwa. Nataka mtu atakayekimbizana na speed yangu hapa. Wewe sikuwa mtendaji unauliza swali alafu una majibu, unataka kupeleka majibu kwa mtu mwingine. Kila mtu atabeba msalaba wake. Hata mtu mwenyewe una miaka 6 bado anasema mpango miji, mji hujapangwa, wewe ndio wa mazingira. Biashara imeisha hiyo.